Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tumeweza kukutana kwa mara nyingine, ikiwa leo ni siku adhim, siku ya Eid al-Adha, ambapo Waislamu wote ulimwenguni hutekeleza ibada ya kuchinja. Leo ningependa kuongelea kwa ufupi kuhusiana na ibada hii ya kuchinja. Ibada hii ya kuchinja imetokea kipindi cha Nabiyullah Ibrahim, ambapo akiwa usingizini aliota kuwa ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kumchinja mwanawe kipenzi Ismail Nabiyullah. Baada ya kuamka, Nabiyullah Ibrahim alimuita mwanawe na kumweleza yale aliyoyaona katika ndoto yake na aliyoamrishwa akiwa kwenye ndoto. Basi na mwanawe bila kukataa akakubali na kumwambia baba yake atekeleze kama alivyoamrishwa. Basi Nabiyullah Ibrahim akaandaa kisu chake na kumpeleka mwanawe mahali ambapo ataweza kutekeleza yale maamrisho aliyoamrishwa. Basi wakati anatekeleza kile kitendo cha kumchinja Nabiyullah Ismail kama alivyoamrishwa kwenye ile ndoto yake, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaagiza malaika wakashuka duniani wakiwa na kondoo. Kwa hiyo badala ya kuchinjwa Nabiyullah Ismail akachinjwa yule kondoo. Hapa tunapata mafunzo kadha wa kadha. Miongoni mwa mafunzo haya ni tunaona Nabiyullah Ibrahim licha ya kuwa amempata Nabiyullah Ismail katika umri mkubwa, akiwa anahangaika kwa muda mrefu kutafuta mtoto, baada ya kuruzukiwa mtoto yule, basi na Allah anampa mtihani, lakini hatimaye Nabiyullah anafaulu ule mtihani. Anaonesha ni kwa namna gani alivyokuwa ana mapenzi ya dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na utiifu. Hivyo na sisi hatuna budi kuwa na mapenzi ya dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na utiifu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu Waislamu, tunapata kuona kisa kizuri, kisa chenye mafunzo mazito. Tunapaswa kuzingatia haya tuliyosikia. Mtume wetu Nabiyullah Ibrahim alayhi salam ni miongoni mwa mitume ambao walipitia mazito sana. Mitume wote wamepitia mazito, lakini kila zito walilopitia mitume linafundisha kwa sisi ambao tupo mpaka sasa tunaendelea na uhai. Tunapaswa kujifunza kwa historia mbalimbali. Ndugu zangu, jambo la mtu kupewa amri ya kumchinja mtoto, na mtoto ambaye hukumpata muda mrefu, yani hukumpata kwa kipindi kirefu, maana mtoto huyu alikuwa anapendwa sana, lakini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, japokuwa hili jambo ni gumu, mtume wetu Nabii Ibrahim akawa ametekeleza jambo hili. Kwa hiyo hii kama tulivyoambiwa inaonyesha unyenyekevu na utiifu na mapenzi ya dhati kwa Mwenyezi Mungu. Sasa tunapaswa kuiga watu wema kama hawa. Kwa nini? Hata kama hatuwezi kufikia wema wao, lakini tashabbahu fa illam takunu mithlahu inna tashabbuha bil kirami falah. Kujifananiza na watu wema hata kama ikiwa nyinyi hamkufikia wema wao ule ni afadhali, kwani mtapata hata nafasi fulani ya wema ambao wao walikuwa wakitenda. Kwa hiyo ndugu zangu, katika siku hii ya Eid imezoeleka watu ndio siku ya kufanya matukio ambayo sio mazuri. Hii sio jambo la sawa kabisa. Siku hii hata kama ni siku ya furaha, lakini furaha inatakiwa iende kihalali na sio iende kwa taratibu ambayo haikubaliki katika mila ya Uislamu. Kwa hiyo tunawaomba sana ndugu zetu tufurahi kwa halali kama tulivyokuwa wanyenyekevu katika masiku haya ya Dhulhijja, masiku bora. Bado hata hii siku ya Eid nayo
tuko pale pale, na sio katika masiku haya. Unyenyekevu kwa mwanadamu anayejitambua na muumini wa kweli, unyenyekevu ni wakati wote, kwa sababu Mwenyezi Mungu yuko wakati wote. Kwa hiyo kwa hayo machache tuseme wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo hii kwetu zawadi Allah umetupatia, kufika siku ya Eid yapaswa kufurahia. Baada ya mahujaji hija kuikimbilia, kutekeleza faradhi kwa waliojaaliwa. Waja wako lituita, kila kona tulitoka, wito tukauitika, kwako tukakusanyika. Hija imekamilika, leo Eid mubaraka, waja tunafurahika, Allah tujaze bashasha. Eid mubarak, mubarak, Eid mubarak, mubarak, Eid mubarak, mubarak, Eid mubarak, mubarak. Bila wasiwasi leo ni furaha, zuri dashi dashi vyema tukivaa, na marashi rashi mazuri ya sofuba, tujirashi rashi tunukie mwa, tutembeleane